Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TVE habari, na sasa tuungane naye Nizia Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, serikali yaiagiza VETA kuboreshwa mitaala kuendana na soko la ajira na teknolojia. Asante sana Miriam Mlaponi. Na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaeleza kuwa naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Hafidh Ameir ameagiza mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kuhakikisha inaendelea kuandaa mitaala inayokwenda sanjari na mahitaji ya soko la ajira pamoja na mabadiliko ya teknolojia ili kuzalisha wahitimu wenye ujuzi wa kisasa unaohitajika katika viwanda na sekta mbalimbali za uzalishaji nchini. Ametoa maagizo hayo wakati wa mtaala wa aluminium ulioenda sambamba na uzinduzi wa mafunzo kwa mafundi na walimu wa ufundi seremala yanayotekelezwa na VETA kwa kushirikiana na kampuni ya Emirates Aluminium and Glass. Amebainisha kuwa utekelezaji wa mtaala huo utaongeza ajira kwa vijana, kuimarisha tija katika uzalishaji na kuweka misingi imara ya kukuza ubunifu pamoja na ushindani wa uchumi wa taifa. Mtaala wa Aluminium and Glass Fitting with Metal Fabrication ni kielelezo cha juhudi zinazoendelea za kuimarisha ushirikiano wa serikali na viwanda pamoja na kuboresha mfumo wa mafunzo ya ufundi stadi nchini. Mtaala huu umeundwa kwa kuzingatia mahitaji halisi ya soko la ajira na mabadiliko ya teknolojia, hivyo kulenga kuzalisha wahitimu wenye ujuzi wa kisasa unaokidhi matarajio ya viwanda na sekta ya uzalishaji kwa ujumla. Kupitia utekelezaji wake, mtaala huu unatarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa pengo lililokuwepo kati ya elimu inayotolewa na ujuzi unaohitajika kazini, na hivyo kuongeza ajira kwa vijana pamoja na tija katika uzalishaji. Kwa VETA kuzindua mtaala huu sasa, maana yake tunakwenda kuanza kufundisha vijana wadogo wanaomaliza darasa 7 form 4 waanze kujifundisha kazi hii na kuiona kama ni ajira rasmi, ambapo wataingia mtaani na kwenda kujiajiri moja kwa moja kupitia kazi za aluminium na glassworks. Kupitia mtaala huu tunaamini tunaenda kuzalisha wahitimu wenye ubunifu na wenye uwezo wa kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya taifa letu. Uwekezaji mkubwa umefanywa na wenzetu wa Emirates Aluminium kwenye eneo hili. Tunaamini ule uwekezaji unapofanyika ukiwa na mtu anaye uwezo wa kuzalisha product kule zikawa bora na watumiaji wakanufaika na wakafurahi zile bidhaa, basi ndipo imani itakapokuwa kubwa ya watumiaji kuhitaji ile bidhaa zaidi. Aidha, amesema serikali itaendelea kuweka mkazo katika elimu inayozingatia ujuzi na uwezo wa kufanya kazi kwa lengo la kuhakikisha kila mhitimu anatoka akiwa tayari kujiajiri, kuajiriwa na kuchangia maendeleo ya taifa. Mataifa ya Afrika yameanza kuimarisha ushindani wa biashara kwa kukumbatia mifumo ya kidijitali katika uendeshaji wa bandari kufuatia kufungwa kwa warsha ya siku 5 iliyowakutanisha washiriki kutoka zaidi ya nchi 12 jijini Dar es Salaam, iliyokuwa imelenga kubadilishana uzoefu na kujadili namna bora ya kuboresha ufanisi wa bandari na kurahisisha biashara katika ukanda wa Afrika. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kufunga warsha hiyo, mkurugenzi mkuu wa shirika la bandari Zanzibar ZPC Akif Ali Hamis amesema ushirikiano kati ya mataifa ya Afrika na wadau wa kimataifa utaongeza ufanisi wa bandari na kuiwezesha Tanzania kuendelea kuwa lango muhimu la biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki. Katika dira yetu ya maendeleo ya taifa, moja kati ya target yetu ni kuwa katika miongoni mwa regional trading hub. Unapotaka kuwa ni regional trading hub, yani wewe ni kitovu cha biashara mbalimbali, moja kati ya mlango mkuu wa biashara ni bandari ambazo tunazo. Tumeona Tanzania tumekuwa tunawekeza katika utanuzi wa bandari ya Dar es Salaam, kuna bandari ya Mtwara tumeona maboresho ambayo yamefanyika, bandari ya Tanga, lakini kuna mipango ya mbele ya serikali katika kuwekeza katika bandari ya Bagamoyo. Wakati huo upande wa pili ukiangalia Zanzibar kuna maboresho mbalimbali ya bandari ambazo zilizokuweko, Mangapwani, Fumba, Pemba, Shumba. Kwa hiyo bandari zote hizi zikienda kuweza kuboreshwa, adaptation ama sisi kuweza kuadapt mfumo inatuwezesha sasa kuweza kuzungumza na bandari nyinginezo, ama ni hub to hub communication ya nchi mbalimbali kama sisi ambazo nazo ni vitovu vya biashara. Kwa hiyo ina maana communication baina Tanzania na Singapore, communication baina Tanzania na Jebel Ali, communication baina Tanzania na South Africa
inakuwa ni easiness ya ile mizigo kwenda kurudi. Kwa upande wake Mwanaulu Isa kutoka shirika la kimataifa la usafiri wa baharini kanda ya Afrika amesema utekelezaji wa mfumo Maritime Single Window utarahisisha utaratibu za nyaraka bandarini, kupunguza gharama za biashara na kuongeza kasi ya utoaji huduma, huku akisisitiza kuwa mfumo huo ni wa lazima kwa nchi wanachama kuanzia mwaka 2024. IMO kwa sasa kuanzia mwaka 2024 imekuwa mandatory kuwa nchi zote ziwe na mifumo ya Maritime Single Window na Port Community Systems. Tumeshirikiana na World Bank na SSATP kufanya warsha huu ili tuwe na ushirikiano, nchi zinaweza kusaidika vipi, kwa mfano kusaidiwa kuweka systems za kielektroniki katika bandari zao. Aidha, mkurugenzi mkuu wa TASAC Mohamed Salum amesema mafunzo hayo yameongeza uelewa na uwezo wa wadau wa sekta ya usafirishaji na kwamba utekelezaji wa mifumo ya kidijitali utasaidia kuongeza uwazi, kuvutia uwekezaji na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Tanzania pia tuna bahati, tulifanyiwa assessment ya hali ilivyo, need assessment mwishoni wa mwezi wa 3 mwaka huu, na tumeshapata report kuonesha mapungufu yako sehemu gani. Kwa hiyo tutawekea strategy ya utekelezaji wake. Kwa hiyo mafunzo haya yameleta tija kubwa, na kwa upande wa Tanzania taasisi mbalimbali zimeshiriki. Kipo mamlaka ya bandari Tanzania, mamlaka ya mapato Tanzania, watu wa Atomiki, watu wa IGA. Kwa hiyo yamekuwa yameingiza wataalamu mbalimbali wanaotumia bandari ya Dar es Salaam, hasa taasisi za serikali, ili kuwezesha tupate hilo dirisha moja na kuwa na mfumo mmoja tu na process taarifa zote. Na faida yake kubwa mfumo huo ni kurahisisha trade facilitation, kurahisisha urahisi wa kufanya biashara na urahisi wa uondoshaji na uingizaji wa mizigo pamoja na meli katika bandari, kwa sababu taarifa zinakuwa zinachakatwa katika pamoja katika mfumo mmoja. Naye mshiriki wa warsha hiyo Zahra Hamisi amesema mafunzo hayo yamewajengea uwezo wa wadau wa sekta ya usafirishaji na biashara kutumia mifumo ya kisasa ya kidijitali, hatua itakayosaidia kurahisisha uondoshaji wa mizigo, kuongeza ufanisi na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Na Benki ya Biashara Tanzania TCB imezindua rasmi tawi lake jipya la Ubungo lililopo katika jengo la EACLC jijini Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kusogeza huduma za kifedha karibu na wananchi na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Uzinduzi huo umehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali na sekta ya fedha. Akizungumza katika hafla hiyo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema sekta ya benki ina mchango mkubwa katika kukuza uchumi na kupunguza umasikini na kuwezesha wananchi kupata mitaji, hususan wafanyabiashara wadogo, jasiriamali, mamalishe na machinga, na kuipongeza TCB kwa kuunga mkono juhudi za serikali katika kuimarisha biashara ndogo na zakati pamoja na ujumuishaji wa kifedha. Kwenye soko pale kuna watu, na mnajua sisi Tanzania tuna kundi kubwa ambalo liko kwenye informal sector. Hayuko benki, hayuko TRA, wala hayuko popote. Sasa benki ni muda huu wa kujipenyeza zaidi, ili hawa watu waanze kupata knowledge kidogo kuhusu saving, lakini wapate knowledge kuhusu kuaccess mikopo. Mtu anakwenda kukopa, lakini anakuja analalamika anasema na masharti mengi mno. Kwa hiyo jambo jingine mtendaji ni pamoja sio tu kuwa na wafanyakazi hao ambao wanakuwa ni potential, lakini kuwa na hata watu ambao wanafanya kazi na benki nao wawe potential, kwamba mtu anaamini akichukua mkopo kachukua pesa ya watu, anapaswa kurudisha. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa TCB Adam Mihayo amesema uzinduzi wa tawi hilo ni sehemu ya jitihada za benki kupanua huduma zake ili kuwafikia wananchi wengi zaidi. Ameeleza kuwa benki hiyo inaendelea kukua ikiwa na matawi 82 nchi nzima na mawakala zaidi ya 7,000, huku ikiwekeza pia katika huduma za kidijitali kurahisisha upatikanaji wa huduma. Ufunguzi wa tawi hili ni uthibitisho wa dhamira yetu ya kusogeza huduma karibu zaidi na wafanyabiashara wadogo na wakati na wakubwa, kwa kuwapatia huduma za kifedha, kukuza mitaji yao na kurahisisha biashara za ndani na nje ya nchi. Kupitia huduma hizi, tawi lina mchango mkubwa katika kuchochea ukuaji wa biashara, uwekezaji wa uchumi wa taifa letu. Eneo la Ubungo lina fursa nyingi za kiuchumi, ikiwemo biashara, usafirishaji, ujenzi na huduma mbalimbali. Kupitia huduma za trade finance, benki yetu iko tayari kusaidia wafanyabiashara wanaojihusisha na uagizaji na usafirishaji wa bidhaa ili waweze kupanua
biashara zao. Uzinduzi wa tawi la Ubungo unatarajiwa kuongeza kasi ya shughuli za kiuchumi katika eneo hilo, huku TCB ikiendelea na mpango wa kufungua matawi mengine zaidi katika mkoa wa Dar es Salaam. Benki hiyo imewahimiza wananchi kutumia huduma zake ikiwemo kufungua akaunti, kupata mikopo na kutumia mifumo ya kidijitali kwa urahisi na usalama. Asante sana mtazamaji na Miriam Mlaponi. Hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo.